Si kila mtu aliyekuja na lugha tamu na maneno mazuri ana nia njema. Watu wengi wenye nia mbaya hutumia maneno mazuri, maneno matamu ya kiulaghai ili kutangaza bidhaa zao, kutangaza agenda zao, ili kufika kwenye malengo yao au kufikia malengo yao mabaya. Sisi Waislamu tumeligundua hili katika nchi hii, kwamba mara nyingi wanapoingia watawala Waislamu, basi Wakristo wanakuwa hawana raha na uongozi wa yule Muislamu. Historia hiyo iko hivyo. Wanafanya mambo mengi sana, na kusudia viongozi wao wanafanya mambo mengi sana ya kuhakikisha wanamtoa katika njia ili kupitisha malengo yao. Lakini wakizungumza wazi, Waislamu nyinyi mtushtuka. Kwa hiyo wanatumia njia nyingine ya mbali ili kuwalaghai. Sasa ni wajibu juu yetu sisi kutumia mimbari kama hizi kuwatanabahisha Waislamu wenzetu kwamba tusikubali kuingizwa katika mambo haya. Tusikubali kuingizwa kwenye mitego hii. Leo maaskofu na mapadre, wanaharakati mbalimbali wanaodai haki za binadamu, wanahabari wa nje na ndani, wanasiasa, wanatumika katika kusukuma upande wa kuzitingisha serikali au watawala wale Waislamu. Wanashirikiana katika hilo, na sisi tunalijua hili. Na kauli yao sasa hivi waliokuja nao mwaka huu au kipindi hiki cha utawala huu ni madai ya haki, kwa sababu watu wanatekwa. Nataka niwaulize maswali mimi, maaskofu, mapadre, wachungaji, wanasiasa na wanaharakati na waandishi wa habari na raia wa kawaida tu, katika utawala wa awamu ya 5 hakukuwa na watu waliotekwa? Kama mtakumbuka, na mtakuwa na kumbukumbu nzuri, hata kwa watoto wadogo tu wanaokuwa sasa, watakumbuka kwamba msamiati wa watu wasiojulikana ulitaraddadi sana katika kipindi cha utawala wa awamu ya 5. Sasa swali, nyinyi maaskofu mlikuwa wapi? Sasa hapa sisi tunajiuliza maswali, yani sisi Waislamu, au kwa sababu huyu ni Mkatoliki na huyu ni Muislamu? Kwa hiyo alipokuwa Mkatoliki katika utawala wake yanatokea haya, wao waliufyata wakakaa kimya, bali alipokuwa akienda kanisani ilikuwa akiombewa. Tunajiuliza maswali kwa sababu mitandao inaripoti sasa amekwenda kuswali kanisa fulani na sasa anaombewa. Ni mambo ya ripoti wenyewe, na haya matukio yalikuwa yakiendelea tena kwa kasi. Mlikuwa wapi? Hebu tufafanulieni jambo hili. Hii haki ina wakati, haki inamtazama mtu, inatazama dini za watu. Kama akiwa Mkatoliki haulizi huyo, lakini akiwa Muislamu lazima aulizwe. Haki ipi mnayoidai? Kama mtakumbuka, mimi sizungumzi kwamba nazungumza sasa kwa niaba ya wanasiasa. Tuna maswali ya kujiuliza sisi kwa sababu ya hivi vitendo vinavyofanyika na haya matamko yanayotoka. Sisi kama watu wenye akili timamu, watu wenye miongozo katika dini yetu, tunao mambo mengi, tuna maswali mengi yanatutatiza, mpaka mtujibu, mtuaminishe kwamba huu sio udini. Hamumpigi vita rais aliyeko madarakani kwa sababu ya dini yake. Hebu tupeni majibu katika hili, turidhike sisi, na sisi tuungane na nyinyi.
maana wanasiasa walidhibitiwa katika kipindi cha awamu ya 5, ikawa hakuna mikutano ya vyama vya siasa. Waliokuchukua fomu za kutaka kugombea pamoja na taaluma walizonazo walionekana kwamba hawajui kusoma wala kuandika. Katika uchaguzi tu wa serikali za mitaa, na walibanwa kikweli kweli mpaka wengine wakakimbia ughaibuni. Alipoingia mtawala Muislamu aliwafariji, akawafungulia milango, bwana basi njooni mfanye siasa. Hapo ndipo walipotumia fursa ya kuanza kumtukana huyu aliyewaruhusu na kuona kwamba hatendi haki. Lakini bwana mkubwa yule Mkatoliki ilikuwa yuko sawa. Wafanya biashara, nyinyi mna ushahidi wa kutosha kabisa pengine kuliko mimi, namna watu walivyokuwa wakiporwa mali zao. Watu wakawa katika hofu kiasi ambacho baadhi ya wawekezaji waliikimbia hii nchi. Leo amekuwa tajiri, kesho anaweza kuwa fakiri. Mambo hayendi. Wafanya biashara, nyinyi mashahidi, muogopeni Mola wenu. Hali ilikuwa ngumu sana katika biashara na watu wakakimbia. Alipoingia Muislamu, haya mambo yaliondoka. Kukawa kuna kazi kubwa ya kuwaaminisha watu kwamba sisi sio kama yule, njooni mfanye biashara. Watu wakabembelezwa mpaka wakaona ni kweli, biashara zikaanza kufunguka. Lakini kosa lake kwa sababu ni Muislamu. Haya yote aliyoyafanya huyu anayeongoza nchi sasa hivi yakawa hayaonekani. Ndipo wakalipuka hawa watu kutoka kanisani kwenye madhabahu huko wakidai haki. Haki ipi? Mlikuwa wapi? Wakatokea wanahabari na wachambuzi wa mambo ya kiuchumi, mambo ya kisiasa, wakaja wakadai haki. Mlikuwa wapi? Wanasiasa hawakubaki nyuma, waandamanaji, raia wa kawaida nao hawakubaki nyuma, wakiwa wanadai haki. Ya ayyuhalladhina amanu kunu qawwamina lillahi shuhadaa bilqist wala yajrimannakum shana'anu qawmin ala an la ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratul Maida sura ya 5 aya ya 8 anatuambia, enyi mlioamini nyinyi, waumini nyinyi, kuweni wasimamizi madhubuti kwa ajili ya Allah kwa kutoa ushahidi wa haki, wala kuchukiana na watu kusiwapelekeeni nyinyi kutofanya uadilifu. Kuweni waadilifu. Kweli mna chuki na Waislamu, hebu kuweni basi na uadilifu. Mbona uadilifu unawashinda? Hebu pimeni mambo wakati ule na sasa, wakati alipokuwa Mkatoliki na wakati sasa yuko Muislamu. Pimeni, wekeni uwiano hayo mambo, alafu muone haya. Msiropoke tu